because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Tuzungumzie nira mbaya. Tazama anavyosema. Waraka wa pili kwa Wakorintho, mlango 6 mstari wa 14. Anasema msiungane nira mbaya na wasioamini. Maana haki na uasi vina uhusiano gani? Na nuru na giza vina ushirika gani? Sawa. Mada ni nira isiyo sawa na nina daftari hapa. Kwanza kabisa tunapaswa kujiuliza nira ni nini? Biblia inafundisha ng'ombe wawili wakilima ardhi ni ng'ombe wawili. Na pia hapa historia inasema, mila inasema pia, inasema kuwa kila wakati kuna ng'ombe mmoja mkubwa na mmoja mdogo. Yaani ng'ombe mkubwa anamfundisha ng'ombe mdogo, basi ikiwa ng'ombe mkubwa atakufa, yule mdogo tayari amefunzwa kusaidia. Hii inamaanisha kwamba kwa kweli ng'ombe mdogo hafanyi chochote, yule anayefanya kazi kwa bidii zaidi ndiye anayezunguka, yule wa nje ndiye ng'ombe anayebeba nira. Na nira ni kitu kinachowekwa shingoni mwa ng'ombe hao wawili ili walime. Na basi ndoa ni kama nira kwa sababu wote wawili ni mwili mmoja na wanapaswa kufuata mwelekeo mmoja tu ili kufikia lengo la kulima ardhi. Na niliandika hapa kwamba wapenzi wanapaswa kuelewa mfano ambao roho ya neema inataka kuonyesha. Kwa ajili ya kufikia maelewano na umoja wa familia, kuna aina tatu za nira, aina tatu za ndoa. Kwa mfano, kuna mbegu mbili, moja iliyochaguliwa imeolewa na mtoto wa uharibifu pia, au binti wa uharibifu kinyume chake. Hiyo ni nira. Hapo kuna wenzi waliofunga ndoa, na mmoja amechaguliwa kabla, na mwingine ni mbegu ya Shetani pia, mbegu mbaya, ambaye huyo hajaokoka. Hata kama atatenda mema, hajaokoka huyo, hata kama ana matendo yanayong'aa, lakini kama hajachaguliwa, kwa maana hii si ya yule atakiaye wala yule akimbiaye, bali ni ya Mungu mwenye huruma. Basi wa pili, ninaelekea wa pili. Wabarikiwa wawili, mmoja amepata nuru na mwingine hajapata nuru. Ni ndoa ambapo mmoja tayari amepata nuru na mwingine hajapata nuru, na anateseka naye kwa sababu hajapata nuru, na anakutazama wewe kama mwendawazimu, au anakutazama kama mwendawazimu. Inategemea ni nani aliye na nuru, ikiwa mke au mume. Na hiyo ni vita kali ambayo baadhi ya waliobarikiwa wanayo. Na nasema haya kwa sababu ya barua nyingi ninazopokea. Wananiambia, mchungaji, tazama, niombeeni kwa sababu siwezi kutoa sehemu yangu ya 10, inanilazimu kufanya kwa siri kwa sababu mpenzi wangu ananikasirikia huyo, kwamba ninatoa pesa kwa ajili ya huduma ya Injili unayoifanya na kadhalika. Barua zinakuja, inakuwa ngumu sana pia. Wananiambia sitaki kumpeleka mwanangu kanisani na anampeleka huyo, na sitaki. Sawa, ni pambano kali. Basi tayari tumezungumza kuhusu mbili. Ya kwanza ni mbegu mbili, moja nzuri na moja mbaya. Ya pili ni hiyo. Wabarikiwa wawili, wote wameitwa, lakini mmoja bado hajapata nuru pia. Na ya tatu ni wabarikiwa wawili walio na nuru, ambayo tutazungumzia kidogo zaidi leo. Wabarikiwa wawili ambao wana nuru, lakini wote wawili wanaenda pia katika mwelekeo tofauti hizo. Mmoja anaenda upande mmoja huo.
Na mwingine upande mwingine, na wote wamebarikiwa, wamepata nuru, lakini wote wanataka kuwa kichwa huyo. Na wanataka kuongoza, kama wanasema hao. Na basi wakati hilo linatokea, hakuna maelewano nyumbani, hakuna maelewano kwa watoto, hakuna maelewano katika uhusiano wao. Sawa, tutaangalia wa kwanza. Neno la Mungu linasema nini kuhusu nira ya kwanza? Tutazungumza kidogo kuhusu nira ya kwanza. Mathayo mlango wa 22. Kwa haraka tutaenda kwenye kitabu cha kihistoria cha Mathayo. Yesu katika siku za mwili wake akizungumza. Katika mstari wa 11 hadi 14 pia anasema, na mfalme akaingia kuwaona wageni, na akaona huko mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa vazi la arusi. Hii ni mfano wa karamu ya arusi. Na akamwambia, rafiki, umeingiaje hapa bila kuvaa vazi la arusi? Lakini yeye alikuwa kimya. Ndipo mfalme akawaambia watumishi wake, mshikeni kwa miguu na mikono, mkamtupe nje gizani, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno pia, kwa maana walio wengi wameitwa pia, na wachache wamechaguliwa. Sawa, fikiria 1,000,000 waliochaguliwa kuwa malimbuko. Mlinzi wa pili ni hadithi nyingine. Basi kuna mstari mwingine hapa katika Mathayo 24:40. 24:40 pia. Basi kutakuwa na wawili shambani, mmoja atachukuliwa huyo, na mwingine ataachwa. Hiyo ni ya kusikitisha. Hiyo ni nira ya kwanza, sivyo? Ambayo ni mtu aliyebarikiwa au mwanamke aliyebarikiwa ambaye ameolewa na mtoto wa uharibifu. Na basi mmoja huchukuliwa na mwingine huachwa pia. Sipendekezi mtu yeyote kutengana, kwa sababu hujui kama amechaguliwa. Hana lebo hapa inayosema mimi ni mbegu ya Kaini, mimi ni mbegu ya Shetani. Hana lebo kichwani. Hata kama kwa matendo mtu wakati mwingine anasema huyu ana sifa zaidi za mbwa mwitu kuliko kondoo pia. Lakini pia kuna watu wanaovaa kama kondoo na ni mbwa mwitu wakali ndani pia. Lakini kamwe sipendekezi mtu yeyote kutengana. Sasa ninaelewa kuwa kuna hali, na katika hali zote ni tofauti. Kuna wanawake ambao hawawezi kumwacha mume kwa sababu hawafanyi kazi, na basi wataishi na nini? Watalipa kodi na nini hizo? Na yeye ni mlevi, au yeye ni mtu asiyelelewa vizuri, au anawapiga, au ni mnyanyasaji. Kila aina ya hali. Baadhi ni ngumu kutatua hizo. Ninapokea malipo ya haki katika kesi yako. Ninapokea kwamba unajihusisha na agano hili na kuanza kuzungumza na malaika wako. Na ikiwa wanakufungulia mlango, kwa sababu kuna ndoa ambazo, tazama, zimeunganishwa kwa sababu tofauti, lakini sio kwa sababu wanapendana, au kwa sababu kanisa lilisema hivi, au kwa sababu ya imani, au kwa sababu ya hofu. Kwa kweli, kama nilivyokuambia, ni kesi ngumu, na zote ni tofauti, zote ni hizo. Tofauti sana. Sawa, katika nira ya pili, ambayo tumesema nira ya pili ni wabarikiwa wawili, mmoja ana nuru na mwingine hana nuru. Wa kwanza ni kwamba mmoja amechaguliwa na mwingine ni wa mbegu mbaya. Nira ya pili ni wabarikiwa wawili, mmoja ambaye amepata nuru na mwingine ambaye bado hajapata nuru. Sawa hizo. Kuna watu ambao ni watulivu na wana mwenendo mzuri, na hatimaye wanaweza kupata nuru pia. Na malimbuko au katika mlinzi wa pili, kwa sababu ni jambo lingine. Si kwa sababu umechaguliwa utaangaziwa nawe kwa malimbuko ya kwanza. Labda atakapokuona umebadilika, au atakapokuona umebadilika, au yeye atakapokuona umebadilika, au atakapokuona umebadilika, basi ataingia katika zamu ya pili, ambayo ni fursa ambayo Mungu atawapa waliochaguliwa wake. Lakini kama kila kitu katika mavuno kuna malimbuko na kuna matunda ambayo baadaye yanavunwa. Sasa ni kesi. Kwa mfano hapa Mtume Paulo akiwa anazungumza na jamii ya kimwili huko katika barua ya kwanza kwa Wakorintho. Barua ya kwanza kwa Wakorintho aliwaandikia katika sura ya 7.
Katika sura ya 7 mstari wa 12 na 13 anasema, na kwa wengine mimi nasema si Bwana. Mimi nasema si Bwana, ni Paulo anasema. Kama ndugu yeyote ana mke ambaye si mwamini, na yeye anakubali kuishi naye, asimwache. Na kama mwanamke ana mume ambaye si mwamini, na yeye anakubali kuishi naye, asimwache. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao hawajachaguliwa lakini wana tabia nzuri sana. Ni kama wale watu unaowasikia wakisema, huyo mtu, ona, haendi kanisani lakini ni mtu mwenye heshima. Zaidi ya hayo, wakati mwingine anajishughulisha vizuri zaidi kuliko aliyechaguliwa, kwa sababu katika shamba la Bwana kuna kila kitu. Lakini kama yeye anastahimili kuishi na wewe, au yeye anastahimili kuishi na wewe, anakutendea vizuri, anawatendea vizuri watoto wako, anakupa mahitaji, ana maelewano ndani ya mazingira hayo. Paulo anasema usimwache. Sasa anasema hilo si jambo analosema Bwana, mimi nasema hilo kwa sababu kuna kesi. Nilipitia kesi kama hiyo ambayo tayari mnaijua, tayari nimelitaja hili katika mikutano miwili mfululizo. Lakini kesi yangu na ndoa yangu ya pili, nikiwa nchini Colombia, Askofu Martin alinionya, akaniambia, mchungaji, tazama, hii inatokea, lakini wakati huo sikujua. Ilipita miaka miwili ilipita hadi nilipogundua kilichokuwa nyuma ya pazia, na nilitafuta. Niliomba malaika wangu niweke huru kutoka katika hali hii. Itanifanyia mema, nitajifunza kutoka katika hali hii, lakini ilibidi niwaombe malaika wanisaidie kutoka katika hali hii. Na mimi nawaambieni vivyo hivyo, ikiwa mnapitia hali katika ndoa yenu. Maungamo yenu ni muhimu, msaada wa malaika katika hali hiyo ni muhimu sana. Hizi ni kesi ambazo mpendwa anapaswa kushughulikia ulimwenguni, ni mambo yanayotokea kwa ndugu wote duniani kote. Lakini ni lazima kuelewa hali hizo, ni lazima kuzizungumzia, kuzielewa, kuzishughulikia na kutafuta njia ya kila mtu kupata malipo ya haki. Tuzungumzie sasa nira ya tatu, kwa sababu muda unaendelea. Ingawa kuna mengi ya kuzungumza kuhusu hili, lakini nira ya tatu ni watu wawili waliobarikiwa ambao wanaangaziwa, lakini wanachora pande tofauti, na wote wawili wamebarikiwa, na wote wawili wanasema, usinijue katika mwili, basi usinijue mimi katika mwili pia. Na hivi wao ni watu wawili waliobarikiwa na wanaangaziwa, na ni wa malimbuko pia, wanaelekea kwenye mabadiliko. Lakini katika maelewano ya familia, wote wawili wanataka kuwa vichwa, na hapo haiwezekani. Nyumba inapaswa kuwa na mtu anayetoa maelekezo. Kwa kawaida maelekezo hutolewa kwa maelewano, kwa upendo, kwa sababu ikiwa ni mtu ambaye ni dhalimu na ananyanyasa, nani atamtii mtu kama huyo? Wanatoa maamuzi bila kushauriana. Kwa wakati huo yule alitoa uamuzi, hebu, kwa nini hukuniambia chochote? Hiyo inavunja maelewano ya familia. Iwe ni katika ununuzi wa kitu au ni katika uamuzi na watoto au uamuzi wa familia. Nambari 3. Jinsia ndiyo inayounganisha. Hapo ndoa inakwenda vibaya kwa sababu jinsia haiwezi kuwa ndiyo inayounganisha. Kinachounganisha kinapaswa kuwa upendo unaomwelekeza kwa huyo mpenzi, na kwamba unajua unapaswa kuwa na huyo mpenzi. Lakini ikiwa hiyo inakuwa tu ngono na ngono, na kwanza ngono na pili ngono na tatu ngono, ikiwa hiyo ndiyo inayowaunganisha na ndiyo inayoeleweka kama wanapendana, basi hapo ni lazima kupanga mawazo, kwa sababu wanatarajia matatizo makubwa. Kwa sababu hiyo si kile Mungu anatupendekeza, wala hakisemi katika neno lake. Tusome Waefeso 5:31 ambayo inazungumzia kile Mtume Paulo anachowasilisha kwetu, kwamba ndoa iwe na heshima kwa wote. Ndoa ni umoja kutoka kwa Mungu. Mungu anaipitisha. Mtume Paulo, mjenzi mkuu, mtaalamu wa ujenzi wa imani yetu, anaipendekeza. Anasema mstari wa 29 wa Waefeso 5, kwa sababu hakuna mtu milele.
Hakuna mtu aliyewahi kuchukia mwili wake mwenyewe, bali huulisha na kuutunza kama vile Kristo anavyofanya kanisa. Kwa sababu sisi ni viungo vya mwili wake, wa mwili wake na wa mifupa yake. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, na ataungana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hili ni siri kubwa, lakini mimi nasema hivi kuhusu Kristo na kanisa. Kwa hiyo kila mmoja wenu na ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, na mke amheshimu mumewe. Kwa hiyo ninaamini kwamba ikiwa watu wawili waliobarikiwa wanapitia ugumu kwa sasa, wanapaswa kufanya hesabu ya kile kinachowatenganisha, kinachovunja maelewano ambayo wanapaswa kuwa nayo. Kama ni lazima, waandike na kuungama kwa malaika. Malaika, ninapokea kwamba hii inapatana kabla hatujafanya kosa na tutatengana. Kwa sababu wakati kuanza kuzungumza kuhusu kutengana, hapo ndipo huanza masharti. Na masharti haya na masharti yale, na basi hapo uhusiano unahatarishwa. Ninaamini kwamba maelewano na ushirika, watu hawa wawili waliobarikiwa wanaitwa kuchimba pamoja. Wote wawili tutachimba kuelekea kusudi moja. Na hiyo ndiyo italeta maelewano mazuri. Naam, mwishoni tutaona kile ambacho Yesu wa Nazareti anasema katika nyakati za mwili wake kuhusu nira. Mathayo sura ya 11. Tutamalizia na mstari wa 28 hadi 30. Hapo Yesu anatueleza kuhusu nira. Mathayo 11. 28 mpaka 30. Njoni kwangu ninyi nyote mnaojisikia kulemewa, nami nitawapumzisha. Bebeni nira yangu juu yenu. Nira ni mzigo, na ikiwa umechoka na nira ikiongezwa, hali inazidi kuwa mbaya. Lakini tazama anachosema Bwana, mjifunze kwangu, kwa maana yeye ndiye fahali mkuu, Roho wa neema, ambaye alikuangazia kupitia Injili ya Paulo. Hiyo ndiyo nira halisi, rahisi kubeba. Mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole, mnyenyekevu moyoni, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nira yangu ni rahisi na mzigo wangu ni mwepesi. Ina maana nira tunayowekewa na Roho wa neema kwa wawili walioangaziwa ni rahisi na ni mwepesi, lakini lazima kuwe na maelewano. Basi lazima kuwe na unyenyekevu. Mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Ikiwa kuna unyenyekevu na upole, basi ng'ombe wawili watafanya kulima mbele, na tutakuwa na ushirika mzuri sana sisi kwa sisi. Basi tutende yale yaletayo kujengana. Amebarikiwa. Panga mawazo ili yale yaliyolegea yasitoke njiani. Fanya hesabu, kwa sababu muda mrefu umepita. Miaka inapita na maisha yanaendelea. Ng'ombe hupoteza mguu mara moja mahali pamoja, ndivyo wanavyosema watu wa kilimo na watu wanaojua mifugo. Wanasema ng'ombe hupoteza mguu, hujiumiza mara moja tu, lakini hawarudii kupoteza mguu mahali pale. Wanazingatia sana kwamba hilo halitafanyika tena. Kwa hiyo nakukumbusha, wewe ni ng'ombe mwenye hekima, mifugo yenye hekima mtakayofanya kulima vizuri pamoja na mke wako mpendwa, pamoja na familia yako mpendwa, pamoja na yule aliye na anakupenda sana, na yule aliye pia anatoa uhai wake kwa ajili yako. Itakuwa hadi wakati mwingine, na watangazia baraka na kutawala katika uhai.